Salama ya Yesu ikae pamoja nasi leo tena asubuhi. Amen. Ni siku ya baraka, siku ambayo Bwana ameleta kwetu ili tupate kusikia neno lake katika ibada hii tunapomwabudu Mungu wetu na Bwana ambaye ametukomboa na kutuleta kwa Mungu Baba. Bwana atubariki sote asubuhi ya leo. Amen. Tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha nabii Isaya. Tunaanza hapo Isaya 49 mstari wake wa 6. Kuna neno la Mungu linasema hivi katika Isaya 49 mstari wake wa 6. Ni neno ambalo ni unabii Mungu aliutamka kwa kinywa cha mtumishi huyu akieleza habari hii tunayokuwa nayo leo. Katika kitabu hiki tunaanza mstari wake wa 5. Na sasa Bwana asema hivi: yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake, ili nimletee Yakobo tena na Israeli wakusanyike mbele zake tena, maana mimi nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana, na Mungu wangu amekuwa nguvu zangu. Naam, asema hivi: ni neno ndogo sana wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuzinua kabila ya Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Ni neno la Bwana. Ninataka kurudia ile mstari ya mwisho. Inasema hivi: zaidi ya hayo, nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Ni neno la Bwana. Amen. Tunaendelea na kusoma katika Petro wa kwanza sura yake ya 11. Petro wa kwanza sura yake ya 11, sura yake ya kwanza mstari wa 10 hadi wa 12. Neno la Mungu linasema hivi katika barua ya Petro wa kwanza. Linasema sura yake ya kwanza mstari wake wa 10 hadi 12. Neno la Mungu linasema hivi anasema hivi: katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao waliotabiri habari za neema itakayofikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata. Ni neno la Bwana. Tuendelee mstari wa 12. Mstari wa 12 nasema: wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe. Haleluya, Bwana sifiwe. Bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliohubiri ninyi Injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Ni neno la Bwana. Amen. Leo tuna neno moja ambalo linasema hivi: ni siku ya kuokoka.
Ikiwa ni Mungu unatafuta katika maisha yako, ikiwa ni kuokoka unataka kuokoka, wakati ndio huu. Baada ya wakati huu, wokovu haupo tena. Na mbele ya wakati huu, wokovu haukuweko. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu wakati huu tunaoishi ni wakati wa neema na wakati wa rehema. Wenzetu wa France wanasema nous vivons le temps de la grâce et le temps de la miséricorde de Dieu. Tunaishi kipindi cha neema na kipindi cha rehema za Mungu ambacho Mungu amefungua kwa kila mwenye mwili ili apate kumukaribia. Tunaishi kipindi ambacho ni kipindi cha madini, kipindi cha dini. Kwa nini nataka kusema hivi? Leo watu wote wengi duniani wanajitahidi wawe angalao nafasi, wanasema kwamba wanaabudu Mungu. Tumekuwa hapa, tuna watu wengi katikati yetu, kila mtu ana nafasi yake ya kuabudu. Kuna mtu anakuwa hapa kwetu Hermoni na yuko na kanisa lake lingine na yuko nafasi yake ingine, na kuna watu wamejifanyia hata watu manabii wao wa kuwasaidia. Njia zote zile ni namna ya kutafuta ikiwa wanaweza kuishi baraka za Mungu na kumukaribia Mungu. Sawa, sio mawazo mabaya. Unahitajika mpendwa, unahitaji uwe na mimi kumukaribia Mungu. Na Mungu ambaye aliyeumba mbingu na dunia, ikiwa wewe umezaliwa unaishi katika dunia, mpango wa Mungu ni wewe kuja kwake na uishi kama mwana wake, na yeye akutunze, na yeye akuchunge, na yeye akupiganie, na yeye asimame pamoja na wewe. Haleluya. Sijui kama mnanisikia leo. Ninasema hivi, mama na mpendwa, baba, dada ambaye tumekuwa hapa leo pamoja, Mungu kule kwenye yuko mbinguni na yuko nasi hapa, makusudi yake ni kujifunua kwako na kukuambia kwamba njoo, ninakutaka uwe pamoja na mimi. Si hii ni habari njema? Na kueleza kwamba makusudi ya Mungu katika maisha yako ni wewe kukua pamoja na yeye. Neno letu la mwaka tumesema hivyo, ni kama vile hitaji kwamba Mungu tunataka ukae pamoja na sisi. Hili ni neno ambalo Mungu anaambia watu wake kwamba ninataka kukaa pamoja na ninyi. Kwa lugha nyingine anataka kusema hivi, kila mtu ana mlango sasa wa kumtafuta Mungu na kumpata. Amena. Kila mtu, haizuru nani. Vile tulivyo hapa wapendwa, wakati huu tusiupitishe tena pasipo kutafuta Mungu. Ni muda wa kila mmoja wetu aje kwa Mungu na aishi pamoja na Mungu, na mkono wake uwe pamoja na Mungu. Anayeongoza ibada yetu leo amesema hivyo kwamba labda kuna wamoja wanasema kwamba hatutaweza kujenga kwa maana mabose waliendaka. Bwana, hata si wote tukikuwa basukuma sharete, lakini tukikuwa na Yesu atatenda kazi. Sio habari ya mali, sio habari ya cheo, sio habari ya nini katika maisha yako. Kitu ambacho unahitaji kutafuta ni kuwa pamoja na Mungu, kwa sababu Mungu peke yake anataka awe nawe. Hii habari ni habari njema. Habari hii haikuweko mbele, hapana. Habari hii katika Agano la Kale, Mungu peke yake alijaribu kujifunua kwa mwanadamu kwa njia ya Torati, na Mungu akaleta njia kwa Israeli. Akawaambia namna gani? Kwa sababu sikia kitu kimoja, usikie hili jambo.
linalo kutenga na Mungu, linalo nitenga na Mungu, ikiwa hilo lipo, kitu kinachotenga mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke na Mungu ni kitu kimoja. Ni nini wapendwa? Dhambi. Kuna watu wanafanya makelele mingi sana. Laana baba, ase laana ya bazazi, uwe delivre, uwe na nini, na mafungo, na dhambi. Rafiki yangu, uchunguze ikiwa ndani ya maisha yako muna kitu kinaitwa dhambi. Ile dhambi ndiyo inakutenga, ndiyo inatenga mtu, ndiyo inatutenga na Mungu. Ukitubu dhambi yako, Mungu anakuja kwako mara moja. Katika Methali sura yake ya 8 mstari wake wa 17. Methali sura 8 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema hivi: ninawapenda wanao. Ile ni maneno ya nani? Ya Mungu. Iko Mungu mwenyewe anasema vile, ninawapenda wanaonipenda. Nasikia. Na anasema hivi, na wanaonitafuta watanipata. Asante media, wameweka kitu pale tayari. Wenzetu wametuwekea jambo pale ubaoni. Neno la Mungu linasema hivi, ninawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii watafanya nini? Wataniona. Mungu anataka umtafute. Mungu anataka nimtafute. Na kanisa la Hermoni, acha tuseme hivi wapendwa. Tunasema mambo mengi sana. Kila mmoja wetu hapa Mkristo wa Hermoni, ukimwambia kanisa letu liko dhaifu, tunataka kujenga, tufanye nini? Kila mtu anasema tuombe. Ubaambie bakuye kuomba. Hata mmoja. Katika vitu vya vizito, katika vitu vyenye tunashindwa ni maombi. Muongozi wote amesema tukitia nyimbo hapa mchana kutwa, watu wote watakuwa na wengine watatoka nje kuja kuimba na kupiga pendo, na si hapa. Tuombe. Lakini Bwana anataka tumutafute kwa bidii. Kwa nini Mungu anataka tumutafute kwa bidii? Kwa sababu uzima wetu upo katika Bwana. Kwa sababu tukikuwa na Bwana tayari tuko washindi, tuko wenye baraka, tuko watu wa mbinguni, tutakuwa tuko watoto wa Mungu. Na Mungu katika mpango wake kila dakika anafanya yote kusudi ajifunue kwetu. Ninasema hivi, katika Agano la Kale Mungu alileta njia kwa Israeli kwamba mtu, kwa maana tumesema dhambi ndio inatenga mtu na Mungu. Sasa Mungu akasema hivi, mkwe mnatoa ngombe, mwenye amefanya dhambi analeta ngombe kwa kuhani, analeta kondoo, analeta njiwa, na wanachinja ile, na ile damu wananyunyiza, na wanafanya hivyo. Na yale mazoezi yalikuwa mazoezi ya kila mwaka, lakini yale mazoezi hayakuweza kusaidia mtu kumkaribia Mungu. Na Agano la Kale tuna habari za watakatifu wengi sana. Israeli walijaribu kwa njia yote, lakini haikuwezekana. Na sasa Mungu akafunulia Isaya. Akasema, Isaya, Israeli, wewe nimekuita upate kuwa wangu, na kupitia wewe nitaita mataifa yote. Nitafanya kwamba hata wale walio kwa miisho ya dunia waje kwangu. Mungu alisema nini kwa Isaya? Mungu akafunulia Isaya kwamba Israeli, msifikiri kwamba ni ninyi wenyewe ndio nimependa, lakini nimependa dunia nzima, na kwa wakati wa mwisho nitafungua mlango kusudi kila mtu anayetaka kunikaribia akuje kwangu. Haleluya. Lile halikuwa katika Agano la Kale. Kwa sababu katika Agano la Kale Biblia inatueleza watu waliostahili kuingia katika hekalu kuomba Mungu walikuwa ni Waisraeli peke yao. Wao peke yao ndio walitoa sadaka, na walijizania hivyo. Lakini Mungu akasema itafika wakati nitafungua mlango
kwa watu wote, kwa watoto, kwa wadogo, kwa watu wakubwa, watu wa kila kabila, wawe na mlango kuja kwangu. Kwa sababu ninarudia kusema, mpendwa, hauna uzima, hauna furaha, hatuwezi kupata amani ikiwa hatuko pamoja na Mungu. Vyeo haviseme kitu. Pesa haiko ndio inaleta amani na raha. Haiko bunduki ndio inaleta security. Haliko jeshi ndilo linalookoa. Anayeokoa ni nani wapendwa? Peke yake. Tunapokaa kwake, tunapomtegemea, kupona tutapona, kuokoka tutaokoka, na parapanda litakapolia tutakwenda naye wapi? Mbinguni. Sasa Mungu wakati aliona kwamba mambo yote ya Agano la Kale hayakusaidia, akaweka mpango wa siku moja, akaweka period, akaweka kipindi fulani chenye ataacha huru kila mwenye mwili anayetaka kumpata Mungu amupate. Na ndio wakati huu sasa. Bwana asifiwe sana. Haleluya wapendwa. Tunasoma katika Petro wa kwanza. Biblia inasema namna gani? Maandiko ambayo tumesoma katika Petro wa kwanza, labda tuseme tena hapo kidogo. Petro wa kwanza sura yake ile ya kwanza mstari wa 10 hadi wa 12. Wenzetu kama wangetusaidia hapo. Neno hili linasema namna gani? Linasema hivi: katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayofikia ninyi. Mstari wa 11 nasema, wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. 12 nasema, wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu waliohudumu katika mambo haya ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliohubiri ninyi Injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Ni neno la Bwana. Wapendwa wenzangu ambao tumeingia pamoja leo, maana neno hili ni nini? Ni kwamba tangu mwanadamu alipoanguka katika shamba la Edeni, Mungu akaona mtu amepotea. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 6, neno la Mungu linasema kwamba Mungu mpaka akafikia kiango akajuta na akasema hivi: mawazo ya mwanadamu kila siku ni namna gani? Ni maovu. Tangu wakati huo dhambi iliingia katika dunia. Mtu kila wakati ni dhambi. Niwaambie kwamba mtu anafanya dhambi haraka kuliko kutenda mema. Dhambi ndio inatangulia kila wakati. Mwili ambao tunaochukua ni kila wakati tamaa ya dhambi, uongo, udanganyifu. Mtoto kidogo tunamwambia hivi, anakuambia uongo. Kiburi, tamaa ya uasherati, uzinzi na kila kitu, uchafu wote. Hii mwili wetu haraka inaenda huko. Na hii ilitokana na lile anguko, ile mbegu shetani aliweka ndani ya mwanadamu. Mwanadamu alipomkubali, na dhambi hii ikakata uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Mtu akatengwa na Mungu. Mtu akaenda mbali na Mungu. Lakini Mungu kwa upendo wake, tunasikia katika kitabu cha Mwanzo kwamba akasimama. Alikuwa amepumzika baada ya kuumba. Alipoona kwamba mwanadamu ameanguka, Biblia inasema kwamba Adamu na Eva wakasikia shindo za Mungu katika bustani. Puu, puu, puu. Nao wakati wameanguka wako uchi, wako katika haya, kwamba wakakimbia kwenda kujificha, kwa maana wako katika aibu. Dhambi ni haya wapendwa. Dhambi
ikiwa upo katika dhambi, na kuambia upo katika haya, na habari njema ni hii: Yesu amemaliza kazi msalabani. Alisema imekwisha. Ikiwa dhambi imeingia kwako, leo una nafasi kuwezwa kuwekwa huru na kusikia unamkaribia Mungu na utembee na Mungu. Kwa maana kipindi tunachokiishi leo ndicho kipindi ambacho Mungu amejifunua kwa mwanadamu. Ndio wakati ambayo mara hiyo Mungu anapatikana kwa urahisi, si kama Agano la Kale. Kipindi hiki cha neema, Mungu ametupatia ruhusa kumkaribia pasipo gharama yoyote. Kwa nini? Kwa sababu alilipa yote wapi? Msalabani. Sasa watu wa Agano la Kale waliishi hiyo, na wale watakatifu wa Agano la Kale wamoja walianza kujikinga na dhambi. Tunasikia habari ya Enoke. Enoke alitembea na Mungu mpaka Mungu akasema, wewe sitakuacha. Wewe naona vile unatembea, hapana hapana. Mungu akaenda naye. Tunasikia wakati wa Noa, wakati Mungu aliona dhambi zimeharibu dunia nzima, Noa peke yake na nyumba yake waliogopa kuingia katika machafuko, waliogopa kuingia katika dhambi. Bwana sifiwe. Haleluya. Wapendwa, ninawapenda ninyi wote. Ninawapenda sana. Nikisema ninawaombea usiku, sijasema uongo. Nataka kusema nini? Rafiki yangu, kitu unahitaji kujitenga nacho ni dhambi. Ninasema ni nini? Dhambi. Mungu ana mpango kwako. Mungu ana kitu cha kutenda kwako. Mungu ana kitu cha kutenga kwangu. Tunahitaji kujitahidi kuweka dhambi kando. Kwa nini? Wakati huu ndio wakati yenye Mungu anapatikana kwa huruma, kwa neema. Kwa maana tunaishi kipindi cha neema. Hiki kipindi manabii, kama vile tumesoma katika Petro pale, kwamba walijaribu kuchunguza. Wakati waliona Mungu akawafunulia kwamba itafika wakati neema, kuokoka itapatikana bure. Kila mtu aliyetenda dhambi atafika chini tu ya msalaba na kusema, Bwana unisamehe, na amesamehewa. Hakuna kitu kingine. Acha nikwambie hivi, hauna haja ya kufunga kusudi Mungu akusamehe. Kuna watu wanatishana vile, hii yenyewe ulifanya, wende ufunge siku 7 au siku 14, njoo Mungu atakusikia. Unadanganya wengine. Kwa habari ya msamaha, Yesu amemaliza kazi yote wapi? Msalabani. Sasa wale manabii walipochunguza, wakaona kwamba ni mambo yatakuja mbele. Haiko wakati wao tu, lakini mbele ndipo Mungu atafungua hiyo. Na Petro ndipo anaandika hapa kwamba wale waliotutangulia katika Agano la Kale walichunguza, wakatafuta, wakaona kwamba sio wakati wao, ni watu wanaokuwa mbele. Mpaka Biblia inasema hata malaika mbinguni wanangoja kuona hili jambo, hili kundi lililotakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Ni jambo pia linawatisha. Na sasa Biblia inasema hivi: katika wakati wa Yesu alipozaliwa, ndipo ahadi ile ya wokovu ya neema ikakuja. Ni kwamba Yesu ndiye neema, yeye ndiye rehema, yeye ndiye amekuja na kipindi cha kuturehemu, kipindi cha kutufungulia mlango katika kazi aliyoifanya msalabani. Alipomaliza kazi msalabani, tunasoma katika Injili ya Yohana sura yake ya 19 mstari wake wa 13. Biblia inasema namna gani? Injili ya Yohana sura yake, kama media wanaweza kutuwekea hiyo. Injili ya Yohana sura yake ya 19 mstari wake wa 13. Biblia inasema hivi: Yesu yupo msalabani na amekwisha kuwekwa juu ya muti. Na sasa pale juu ya msalaba, Biblia inasema kwamba naanza kwa mstari wa 29. Kulikuweko huko chombo kimejaa siki, basi
wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa hisopo, wakampelekea kunywa. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, akasema imekwisha. Haleluya. Akasema nini? Sisi wote tuseme, ndugu yangu, marafiki yangu na wapendwa wangu, tuseme lile neno. Yesu akasema nini? Imekwisha. Na Biblia inasema akakata roho. Maana neno hili ni nini? Ni kwamba Yesu yeye ndiye unabii ule ambao tumesoma katika Isaya. Kutoka Yakobo anasema Mungu ataleta neema yake mpaka miisho ya dunia, kusudi kila mwanadamu apate kufikia uzima. Tayari hapa Isaya, unabii ule ulikuwa unasema kuhusu Yesu Kristo kwamba atazaliwa, na huyu ndiye atafanya kwamba upendo wa Mungu, rehema za Mungu, neema ya Mungu ifikie kila mtu. Na sasa Yesu ndiye aliyekuja, ambaye ndiye ufunuo wa Mungu, wa upendo wa Mungu. Alipokuja, alipozaliwa, walisema kwamba sasa na amani na iwe duniani. Na wakati anaenda msalabani, ndipo wakati ule alichukua dhambi zetu zote. Na alipozichukua, alipofika pale msalabani, tunasikia alisema maneno kama 7. Na hili karibu ni neno la mwisho. Baada hii alisema, akatoa roho yake. Akasema, Baba nakupatia, naweka roho yangu mikononi mwako. Lakini mbele akate roho, alisema yote imekwisha. Lile neno limeandikwa katika Kiswahili, lakini linatoka neno la Kiebrania. Maana mkisoma Biblia ya Kiebrania inasema kwenye Yesu alisema imekwisha, wanaandika hivi: Yesu alisema tetelestai. Tetelestai maana yake ni nini? Nimelipa deni lote. Kama kwa mtu hapa anaelewa, angechapia Yesu makofi, wapendwa. Yesu amelipa deni la dhambi zetu zote. Haleluya. Tetelestai ni kwamba ni kama vile mtu anafungwa, alikuwa na deni la $30,000 kwa mtu fulani. Hana parcele, hana taba watoto wa kuuzisha, hana, wanasema we ni kifungo cha siku zote. Na kunafika bwana mmoja anasema, ni nini? Alifungwa kwa ajili ya hiyo. Anakwenda mara moja kwa mwenye deni na analipa yote. Kisha ule mtu mwenyewe yuko mprison anasema, toka ndani. Ase wapi? Nitatoka kaye. Wanamwambia, hapana, badilisha lipa yote. Haleluya. Ndilo neno Yesu alisema juu ya msalaba. Aliona amepata, amechapwa, amepigwa makofi, baadaye damu imetoka, na akasema imekwisha. Nimelipa deni lote. Sasa upotee tena uendake mumoto juu ya nini? Unataka kwenda mumoto kwa ajili ya nini? Ni kwamba kipindi chetu chenye tuko nacho hiki ndio wakati wa kuokoka, ndio wakati wa neema, ndio wakati yenye kila mtu anayetaka kutembea na Mungu uko huru kutembea naye. Amina. Ninajua kuko watu mingi wanaenda kuseseleka huku, kutafutia Yesu kuseseleka. Nani mwenye alibadanganyaka? Lakini bandugu, si mgomo natuambia kama tungepata mmoja mwenye alishaenda kuseseleka. Kuko mwenye alishaenda kuletia mkono yulu. Kuya hapa we, kuya hapa. Kuya mwenye ulienda kuseseleka, kuya hapa. Tunataka kukuuliza hivi, kuya hapa utuambie. Utuambie ulipofika kuseseleka, ulimuona hako Yesu? Ulisikia sauti ya Yesu ilishuka? Ndiyo, ule mwenye anasema ndiyo alikutana hako nabii kule kumulima. Mtu mwenye alienda kutafuta hako pesa, akamutabiria, njoo anasema, ulidanganyika. Kwa maana mkale kachumba kako kwa kile kitanda, Yesu yuko pale. Hauna haja ya kwenda kuseseleka. Sema naye. Haleluya. Asante sana. Huyu binti ni waajabu kabisa. Anakubali. Pengine wanajifichaka. Siba, hii miguru yote mingi ilishaisha kuseseleka. Pole sana. Uambie mwenzako kwamba yote imekwisha.
hauna haja watumishi na wajakazi, munasumbuka na nini? Yesu alimaliza yote. Uko na hitaji lako, utafute kweli. Ukienda kama Kusesere Kanje unaona hakuna watu mingi, basi. Lakini hata ukienda nafasi nyingine kwenye hautapata fujo, ujifungie pale, omba, 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 omba. Na ukitaka ufika hapa kanisa, ukwe kuombea hapa. Wapendwa, Yesu amemaliza kazi, ametosha kile kibambazi chote kilichokuwa kinatutenga. Na anasema yote imekwisha. Manabii wa Agano la Kale, wale wenyewe walikuwa wanaenda Karmeli, walikuwa wanaenda huko kwa sababu Yesu alikuwa hayamaliza kazi. Lakini wakati amemaliza kazi, akasema yote imekwisha. Amekufungulia mlango, amenifungulia mlango, anataka tumukaribie. Kama ni dhambi umefanya, sema na yeye. Kama ni hitaji, umueleze. Kama ni shida, umueleze. Nyimbo moja ya wokovu inasema ukichoka kwa safari ngumu, fanya nini? Sema na Yesu. Wapendwa, wameimba nyimbo pale kwa ajili ya mlimbaje ninyi? Neema. Neema ni kipindi cha neema. Wapendwa, wamesema jina la Yesu linafanya nini? Yesu jina lake linatosha. Wapendwa, kanisa la Mungu, hatuna tena wakati wa kuhangaika. Tumsogelee Bwana katika maombi. Tuje tukae pamoja, tuombe Mungu pamoja. Katika mbele ninamaliza, ningependa kusoma hii shahiri mbele ninamaliza. Habari hii ya leo ya kusema kwamba ni wakati wa kuokoka, ni wakati wa neema. Ukitaka kumkaribia Yesu, mlango uko wazi. Yatosha, ushinde haya, ushinde udhaifu, umkaribie Yesu kwa maombi. Omba, 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 omba. Bwana atakujibu. Usiogope, hata ni hitaji la siku nyingi, omba tu. Bwana yuko tayari. Utafikiri kwamba kwa sababu wewe hufunuli wake. Katika makanisa yetu mengi ya Kipentekoste, ni kipindi hivi halikuwa mbele. Leo makanisa na waombaji wetu wote, Wakristo wetu wote wameisha kujua wapi mie Mungu hawezi kusema na mie, nitaenda kwa muombai, kwa mwenye sauti aninabie. Nani alikufundisha ile? Ni nani amewaloga? Wapendwa, peke yako uko huru kufika mbele za Yesu. Uko huru na yuko tayari kusema na wewe. Anataka kusema na wewe. Ni kwa sababu hutaki kumkaribia tu. Yeye anasema namna gani? Kama tungesoma katika Wakolosai, tuseme ile shairi la mwisho, Wakolosai sura yake ya 2 mstari wa 13 hadi 15. Barua ya Paulo kwa Wakolosai, neno la Mungu linapasha habari njema sana. Nimependa kurudia haya maneno ijapokuwa tuliyagusia wakati wa Pasaka, lakini mbele tunaendelea katika vipindi vyetu vingine. Habari hii uisikie. Wakolosai sura yake ya 2 na mstari wake wa 13. Biblia inasema hivi, 13 hadi 15. Biblia inasema hivi: nanyi mulipokuwa mumekufa. Sijui sawa, tunaweza kusoma sisi sote pale. Inasema nanyi mulipokuwa mumekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. 14 inasema akiisha kuifuta. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Alifuta dhambi zangu zote msalabani. Anasema akisha kufuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Haleluya. 15 inasema kwamba akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mgongo kwa ajili, akizishangilia katika msalaba huo. Amena. Haleluya. Kitabu cha Hosea kinasema hivi: watu wangu wanakufa kwa ajili ya kukosa maarifa.
Na shetani kitu anafanya katika maisha yetu, anafanya tusijue ukweli kwamba Bwana alikwisha kutulipia deni na ni wakati wa rehema. Hata mtu umekuwa namna gani? Yawezekana mtu mmoja ameishi katika maisha ya ukahaba siku nyingi. Unaishi katika maisha ya ukahaba na ndani yako shetani alishakwambia wewe hata ufanya vya ye Mungu hata kuhurumiaka tena. Ulishalala na bamuyomba yako, ulishalala na bakaka yako, ulishalala na baba yako, ulishalala na mama ibobo. Mungu atakuhurumiaka na mwananga. Hata bongo ya nani? Ya shetani. Zambi zako zote Bwana alizigongomeleza wapi? Msalabani. Yatosha useme Yesu, ninakuja kwako, unisamehe. Mungu yuko tayari kukuhurumia na kukufanya kuwa mwana wake mpendwa. Kumbuka habari ya yule mwana mpotevu katika Biblia, Luka sura yake ya 15, kwamba alikwenda akaharibu mali ya baba yake yote, akaenda kwa makahaba, na alipochafua kila kitu akasema acha nirudi kwa baba yangu. Na alisema namna gani huyu mtoto? Alisema baba, mimi nataka naenda kwa baba yangu, sitaki kuwa mtoto wake tena kwa maana sistahili tena, lakini nataka niwe anitie watumishi wake kwa sababu zambi zangu ni nyingi sana. Haleluya. Tunatangazia shetani kwamba zambi zake hazina nguvu juu yetu. Damu ya Yesu inapokuja juu yetu inatutakasa. Mpendwa, Yesu anataka kukufanya rafiki wake, anataka kufanya mtu wake. Atakubariki na usiogope, na mahitaji yako Bwana atayajibu. Yatosha ukubali kumsogelea katika kuomba rehema, kwa maana yuko tayari kukurehemu. Na uwe mtu wa maombi. Kaa mbele za Bwana, sema na Bwana, sema naye, naye atatenda. Kwamba yule mwana mpotevu aliporudi kwa baba yake, akasema baba yake alipomuona kwa mbali, kwamba alimuona, akamutazama. Na huyu baba kumbe alikuwa anabakiaka kila siku anasema mwana wangu yuko wapi? Mwana wangu yuko wapi? Alikuwa na mali mengi, alikuwa na watu wengi, lakini roho yake ilikuwa kwa yule mtoto wake aliyepotea. Kwamba mtoto alipokuja, alipomuona kwa mbali, akasimama juu ya kiti cha ufalme na akakimbilia kwa mwana wake, akamkumbatia. Hakujali makosa yake. Na yule mtoto alifika iko na manguo ya uchafu, ananuka, anakuwa hovyo hovyo, ngozi zilishachakara. Na mtoto akasema papa, hapana, sistahili, usiniguse, niko mchafu kwa maana nimefanya dhambi. Kenyeni na kuomba papa, unifanye niwe mtumishi. Papa alikubali. Alimukumbatia, akasema mutoshe mavazi yale mabaya na mumupeleke katika salle de bain. Wakamunawisha, wakamuparfime, wakaweka robe, wakashangilia. Akasema mwana wangu amerudia. Ndivyo vile Bwana anavyokutafuta, anavyonitafuta. Anataka kila wakati tumukaribie. Mpendwa, acha nikwambie kwamba Yesu anakupenda na amekufa msalabani. Ametaka tuishi baraka zake. Niambie mtu mmoja hapa, kuna mtu mmoja anapofanya dhambi, labda ni ndugu kijana, kuna wa vijana wamoja wanaangukiaka ku hana mwaye, anaangukia ku mama mmoja hivi au mbaraga moja, na anamutunza, anampatia pesa sasa mmoja hivi. Hapana, ni uchafu ule. Ile ni uchafu. Labda ni papa, umeangukia kukabinti kadogo hivi na hivi, ni uchafu ule. Yesu ana mambo mazuri ya kukupatia. Yesu anataka kukuinua, anataka kupandisha mambo yako, biashara yako, baraka ziwe juu yako. Dada, utafikiri kwamba Bwana hawezi kutendea muujiza. Mimi nimemwona dada mmoja kweli, na alikuwa mtu alitoka nyumba ya jamaa la Kikristo, akaanguka, akawa kahaba, akazaa katika ukahaba wake, na akafikiri maisha yameisha. Lakini huyu dada alifanya kuraje ya ajabu. Akaamua kusema akapata injili na akasema ninarudia katika kanisa. Akasema hivi, narudia katika kanisa, lakini nitakuwa nashibakilia kule nyuma. Omwe tu nibakilie kule nyuma.
Lakini huyu dada alifika na moyo wa kuvunjika, na aliendelea hivyo mpaka akaenda tena kurejenire, mpaka akafanya harusi, na alifanya harusi na mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Maisha yako Bwana yuko tayari kuyabadilisha. Yatosha dada, yatosha mama, yatosha kijana. Ukubali kwamba ni wakati wa neema, hakuna adhabu. Nasema hakuna adhabu. Nimekueleza hakuna hata haja ya kufunga kwa kusamehewa. Hapana, kweli ufunge kwa ajili ya mahitaji. Ufunge kwa ajili ya kupigana vita vya shetani. Ufunge kwa ajili ya mahitaji yako. Lakini kwa habari ya msamaha, yote imekwisha msalabani. Na Bwana yuko tayari kukutakasa na apate kuwa pamoja na wewe kama vile rafiki na rafiki, kama vile mwana wake mpendwa, naye yuko tayari kukusaidia. Wapendwa, kipindi hiki ni wakati wa kuokoka. Usiwe na moyo mgumu, usisikie haya, lakini umukaribie Mungu, nawe umsogelee Bwana. Kama ni vipindi vya maombi vya kutafuta uso wa Bwana, vizuri sana. Na hili ndilo tunaalika kanisa letu. Wapendwa, kanisa letu la Hermoni, tafadhali tufanye namna gani kusudi hivi vikundi hiishe, na sie wote tufike tuombee pamoja. Itawezekana kweli? Je, itawezekana? Banakatala. Wapendwa, mkuje tuombe Mungu pamoja. Wapendwa, mkuje tuombe Mungu pamoja. Wapendwa, mkuje katika kanisa tuombe Mungu pamoja. Tumutafute uso wa Bwana pamoja. Ninakueleza kwamba kuna watu wanahama makanisa, sasa kule njoo kwenye kuko baraka, kule njoo kwenye kuko mtumishi. Nani mwenye alikuambia kwamba na wewe Mungu hawezi kufanya mjakazi na mtumishi hapa? Si ukuje tuombe Mungu pamoja, tuombe Mungu, tutafute uso wa Mungu pamoja. Ni wakati Bwana anajifunua kwa kila mtu anayemtaka. Ikiwa kuna dhambi, tengeneza maisha yako. Ikiwa kuna shida, nikueleze mbele ninamaliza mafundisho haya. Yawezekana umetengana na mtu fulani. Yawezekana kuna habari ya uadui na mtu fulani. Ni neno la Mungu, ni Mungu ndiye anasema, usijaribu kusema unampenda Mungu na unachukia ndugu. Usipime. Usilogo kuingia katika ile pepo. Fulani siwezi kumsalimia, fulani kinyari nifanyiziaka akufe lwake na mimi lwangu, mbinguni hutaingia. Na kuna watu wanasema, kama ni vile mimi sio vile tunataka kujenga kanisa Hermoni, Mungu nitajenga ile kanisa, na Mungu atanisamea kwa zile franga zinakufa bure. Zote zenyewe unatoa, na kama una uadui na mtu, kazi yenyewe unafanya, na kama una uadui na mtu, ile kazi inahomba. Lakini utengeneze, usameheane na ndugu yako, na dada yako, na mama yako, na bwana yako, na baadaye umsogelee Bwana, na Bwana atakusogelea, naye mkono wake utakuwa juu yako, na utaona miujiza atakayoitenda kwako. Kwa maana Bwana, ninakutangazia hii, na hii ni unabii na usema hapa, Bwana amepanga kutenda mambo makuu kwetu. Bwana amepanga kutenda kukuinua. Bwana amepanga kuinua mambo yako. Amepanga kuangusha ukuta uliokutenga na apate kukuinua. Yatosha ukubali sauti yake, naye atakubariki. Mungu atubariki. Amen. Tutaomba Mungu mara moja. Ikiwa unasikia kwamba unataka kumsogelea Mungu, habari ni hii, nimekueleza katika mafundisho yetu ya leo. Yesu yuko tayari kukukubali. Yesu anakungojea tu wewe umsogelee tu. Utaona namna gani atakavyotenda kwako. Labda ikiwa hujamwamini Yesu, ni nafasi kwako kumwamini Yesu. Labda kuna kitu kimekutenga na mtu na Mungu. Ni wakati wako kumsogelea na kusema, Bwana, naomba unisamehe. Labda kuna mtu ambaye mumetengana na yeye. Leo fanya proje ya kwenda kumutembelea na kusema, dada unisamehe, mama unisamehe, papa unisamehe. Utengeneze na baadaye umsogelee Mungu, utaona atakutendea nini. Hili neno ninalokuambia wakati huu, ukilishika utaona muujiza wa Bwana. Nani yuko hapo unasikia kwamba una shida?
kuna kitu kimekutenga na Mungu, ungelimsogelea na anataka kukutakasa. Anataka leo tena akusogelee. Usisikie haya. Bwana anataka kukukaribia. Ni kama vile yule baba alivyokwenda kukumbatia mwana wake aliporudia. Ndivyo Bwana anavyokungojea. Yuko mmoja hapa unasikia kwamba ungemsogelea tena Bwana. Labda kuna mtu umetengana na yeye, kuna shida na mtu fulani, ungelisimama na kusema Bwana anihurumie, na kuweka mpango ya kutengeneza mara moja. Asante sana. Je, kuna mtu mwingine hapa unasikia kwamba kuna jambo la kutengeneza, ungelisimama pia. Asante sana. Asante wa ndugu. Asante, tunakaribisha wa ndugu tuombe na wao. Na tunataka kuombea nguvu. Nguvu tunayoomba kwenu ni kwamba muwe hodari sasa katika hayo matengano, katika dhambi na katika mambo mengine, muyashinde kweli kweli, na tunataka Bwana awatendee makuu. Karibia hapa tuombe Mungu pamoja. Karibu pastor, tunataka kuomba Mungu wakati huu, na Mungu apate kutakasa hawa wapendwa na awatendee makuu katika maisha yao. Ni wakati wa Bwana kwako. Sauti hii ni sauti ya Mungu kwako. Ni sauti Mungu anasema kwamba ni wakati wa marejesho, ni wakati wa kutengeneza, ni wakati wa kumrudilia Bwana na kusikia kwamba mara hiyo ninakuja kwake, ili Bwana apate kujifunua naye apate kutenda makuu kwetu. Tutaomba pamoja na hao wapendwa. Kama uko hapa na unasikia kwamba kuna kitu kinakutenga na Bwana, ni nafasi kwako. Leo ni siku ya kurejea kwa Bwana. Niambie mtu mmoja yuko hapa. Mtu mmoja yuko hapa. Kweli hakika upo katika dhambi. Kweli hakika unaishi mambo ya dhambi. Na unanyamanza kabisa. Na maneno haya yanafika kwako na unaendelea kuishi ile hatua ya uovu. Lakini Bwana anasema usingelitoka hapa. Leo Bwana anataka kukukaribia. Mpendwa, ni siku ya wokovu. Na huenda hii sauti unayoisikia ni sauti ya mara ya mwisho. Kwa maana elewa, unapokuwa na moyo mgumu kwa sauti ya Mungu, pale unajikokotea pepo za nguvu. Kuna watu wanaposikia neno la Mungu na wakifanya roho kuwa ngumu, sasa pepo zenye nguvu zaidi zinafika kuwafunga. Bwana anataka kukurehemu, anataka ungelimkaribia leo. Ni siku yako mpendwa. Bwana anataka kukukaribia, kukusogelea na kukushika na kukuongoza na kutakasa na baraka zake kuzifungua kwako mara moja. Tutaomba pamoja na wapendwa hawa. Tuinue mikono yetu. Mungu Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, unamwona huyu mama, unamwona huyu ndugu, unamwona huyu baba amesimama hapa. Ni kwa sababu ameona kwamba kuna kitu kimemtenga na wewe. Sasa leo amekuja kwako kama vile yule mwana mpotevu. Yesu, umukubali, umusamehe dhambi zake zote, umutakase Mungu uliye juu mbinguni. Uwe ndiwe unayemrehemu, uwe ndiwe unayemtenga na mitego yote ya shetani. Mzigo anayoiacha chini ya msalaba isirudie kwake tena. Atembee katika utukufu wako na katika baraka zako. Ndivyo tunavyokuomba katika jina la Yesu Kristo. Uwatakase, uwasamehe, uwaoshe. Damu yako iwaoshe kwa uweza wa nguvu za damu yako, wapate kuwa safi. Twakuomba hivi ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu awatakase na Mungu awaoshe kweli kweli.